Wewe njoo twende. Nasubiri kwanza nimalizie kitu mara moja. Neema, unajua kabisa shamba haliwezi kujilima lenyewe na hatuna mtu atakayetulimia. Mama bwana, subiri kidogo. Hebu twende. Tutaanzia hapa. Au! Nini tena Mamiba. Kuwa makini na sumu hiyo. Na hatuna uwezo wa kutibu majeraha saa hizi. Mapa nauma na mimi mkono wangu kuandikia. Unaweza kuandika saa hizi? Na huko shule unaendaje kama familia yako haina chakula? Hebu njoo bwana, njoo, tutaki kuwa nyuma. Njoo twende, njoo. Haijalishi nisemacho saa nyingi. Mama yangu aamini kama kuna kitu kizuri kitakachotoka na mimi kwenda shule. Sio kweli Neema. Mama yako amejitahidi sana mpaka hapo ulipofikia. Kawaida. Na mwanzoni nilikuwa naongoza kwenye hisabati, Kiingereza, hata fizikia, lakini sasa siko popote kwa sababu nakosa muda wa kusoma. Na ni kazi za nyumbani peke yake ndo yenye kusababisha yote haya? Ndiyo. Nimekuwa nikifanya kila kitu. Tena hasa baada ya ujio wa mtoto. Mimi nilidhani labda kuna sababu nyingine. Kama zipi? Wewe ni binti mrembo Neema. Unajua mamako ana majukumu mengi sana. Mwambie aje anione, nitajaribu kuzungumza naye. Nitajaribu. Lakini unajua jinsi alivyo mamangu. Mzigo wake ni wake mwenyewe kubeba. Hebu jaribu kuongea naye. Nitajaribu. Odi. Oh bwana. Karibuni sana jamani. Karibuni. Karibuni sana jamani. Asante. Karibuni kabisa jamani. Yaani kukaa kwangu kote hapa nilikuwa nakusubiri ni nyinyi tu. Shikamoo. Marhaba kijana. Karibu. Asante. Hatimaye tumefahamiana leo. Imekuwa vyema sana. Asante. Oh bwana, karibuni basi mkae kwenye viti. Asante. Mimi nikachukua kitu cha kuchangamsha akili kidogo jamani. Sawa? Karibuni hapo. Fatuma mama. Vipi mke wangu, umeshaandaa ile pombe? Ni akina nani hao?
Hao wapo hapa kwa ajili ya kujadili tu, mke wangu. Kujadili nini? Kitu kama ahadi tu hivi. Ahadi? Ahadi ya nini tena? Ni lazima tuhudumie vizuri, mke wangu. Sikia, na kiukweli tutawahudumia kama ndugu zetu, sawa? Neema, tuletea basi pombe kule. Subiri, sawa? Oh bwana, huyu ni mke wangu, ni miongoni mwa wapishi bora kabisa. Kwa hiyo ukichukua hii unajumuisha na hii unapata hii. Hata sijaelewa. Okay, turudie tena. Mimi nitafeli hapa. Mbona ukata tamaa mapema sasa? Tazama hapa. Unaziona hizi namba mbili? Zina uhusiano hizi, huwezi kuzitenganisha. wewe ulikuwa wapi? Silienda kwa Senyingi. Naenda kutibu kidonda changu. Tafadhali. Yaani hiyo ndio uchukue siku nzima? Nimepitia shule. Nilienda kuna kile walichokiandika wenzangu. Maliza kuandika hizi nguo, mimi na kazi zangu nyingine. Naona baba na wageni leo. Hebu tuone huo mkono. Senyingi anasemaje? Jambo. Amesema hajakuona siku nyingi, amekukumbuka. Lakini mama, inabidi uende kumtembelea Senyingi. Hata kama itakuwa ni kutoka nje na nyumba au hata mbali na shamba. Mimi sio mtu wa kuwapelekea watu matatizo yangu Neema. Na hata wewe utakiwe kuwa hivyo. Sawa. Halafu nimekwambia mara ngapi? Kama unataka kitu kifanyike mwanangu, sawa. Lakini lazima ukianze wewe mwenyewe. Usitegemee watu wengine kwa ajili ya mafanikio yako. Fatuma, tunahitaji maji ya kunywa tena huko mpenzi wangu. Maana watu nilokuwa nao. Neema mwanangu, kumbe umerudi? Nisharudi. Vizuri, safi sana. Unajiweka hivi tena macho uchafu ya nini tena mwanangu? Hebu jifute wanako. Mwanangu, kuna watu mmoja kukuona. Mimi. Twende mama. Wangwana, huyu hapa binti. Neema mwanangu, toa salamu kwa bwana. Mimi najua nyinyi hamhitaji aliyesoma sana. Najua kabisa. Lakini huyu wa kwangu, yaani darasani kwao yeye ndio bingwa wa somo la hisabati. Unatafutia wapi? Sijawatafuta. Wao wenyewe wanajua kwamba hii ni familia bora. Na huyo Cleopas ni nani? Uliwatoa kilabuni, si ndio? Ndio maswali gani sasa? Hivi wewe unafikiri mimi ni nani? Kwa kweli hata mimi sijui sasa hivi wewe ni nani. Labda uko kilabuni ndio wanakufahamu vizuri. Siku ilikuwa ndefu sana leo. Ndefu eti? Hivi unadhani binti yetu anafikiria nini kuhusu hii posa? Fatuma, Neema kashakuwa mwanamke sasa. Wewe mwenyewe si unamuona? Kwa hiyo kwa sababu kashaota maziwa ndio lazima aende kuolewa na mvuvi, si ndio? Nani alikwambia kama ni mvuvi? Yule ni mkulima kama sisi tu. Mkulima kama sisi. Hebu nikumbushe mara yako ya mwisho kushika jembe ilikuwa lini?
Wewe mbona unavuka mipaka sasa? Unatia aibu. Unatia aibu. Mtoto bado mdogo na isitoshe bado yuko shule. Bwana, mimi sitaki mjadala. Neema ameshakuwa mtu mzima na anafaa kabisa kuwa mke. Basi. Shule bado ni mtoto na isitoshe bado yuko shuleni. Imetosha bwana. Kuna lolote, tamaa tu ya hela. Nenda nishakuzoea. Umenifanyaje? Nilikwambia mimi najua vitu vingi. Tamu. Nafurahi kama umependa. Ndio maana nimekupa paja. Banyusi. Nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe kitu fulani kwa muda mrefu. Nahitaji kwenda shule. Nini? Nahitaji kwenda kusoma hotel management. Acha kwa nini unataka kusoma? Nahitaji cheti ili niweze kupata kazi. Na kwa masomo nahitaji pesa. Pesa tena? Nimeshakipata. Ni shule nzuri tu ambayo iko Madunga. Na ni shule bora. Wewe unaonekana gharama sana. Hata kwa mtu kama mimi. Ndio shilingi ngapi? Milioni 1. Nakuja. Manyusi. Manyusi. Kwa kweli sina namna kuweza kupata kiasi chochote cha pesa. Kwa kijana ni kiasi kikubwa sana, lakini sio kwa mtu mwenye uzoefu. Shena, nina mke na watoto 4 na kila mmoja ana njaa tumboni kwake. Nitawezaje kupata kiasi chochote cha fedha hiko? Sitoweza. Una utani wewe. Unataka niwe chakula chako cha pembeni tu? Hauniheshimu. Shina mpenzi, Vipi tena bwana? Niache. Hebu nawa mikono yako. Shina. Yaani kama mimi ningekuwa sina mke na kuahidi. Hizo ahadi hewa. Nilikupa mwili wangu mchanga. Ujue wewe ndo pumzi yangu mimi Shina. Tafadhali bana. Hebu niache. Shina, mimi nakupenda ujue. Uongo mkubwa wewe. Ulikuja kwangu kama nyoka. Hebu toka. Toka. Muda umeisha. Weka kalamu chini. Neema. Hii nini? Samahani mwalimu. Nawezaje kusahihisha karatasi ile inayoonekana kama kuna kitu kimefia juu yake? Unanisikitisha sana Neema. Ni muda wa wewe kuamka. Mimi naenda wapi? Haikuhusu.
shamba jamani, tunaweza tukakuta unajua hili sio shamba letu. Ni watoto mnafanya nini hapo? Nani? Bwana shamba wewe. Bwana. Ya mwisho utajua mwenyewe tunakufa. Nimekupata leo. Hali haifurahishi unajua. Kwa hiyo mimi nimejibaraguza bure tu. Au utakuwa una bandama wewe? Unajua Neema, siku zote hatima ya maisha yako iko mikononi mwako. Kwa hiyo hata wao hawezi kulazimisha uolewe kwa bado uko shule na una haki ya kumaliza shule. Huyo kijana alikuja nyumbani anataka kuniona. Wewe ambao ulisema mchumba wako? Sio hivyo. Ulisema iko hivyo. Yukoje kwani? Mzee. Miaka 30 hivi. Nzuri. Nini? Kama mimi. Sio aina yangu. Mwenyewe kaza bemona. Yaani ni mfupi kwa hapa, kaa kiloba. Kwambia kitu Neema. Usikate tamaa na maisha yako. Sina maamuzi yote juu ya maisha yangu wazi. Mwingine ndio anayeendesha. Nini tatizo? Sitaki kupika na kufanya usafi na wala kuvunja mgongo wangu kwa ajili ya kutafuta riziki. Unataka nini Neema? Sijui. Mimi najua anachotaka. Nini? Wewe. Mnafanya nini hapo? Ni wadogo zangu. Wameniona tendo kusema nyumbani kila kitu inabidi niende. Neema, subiri basi. Nye, kuna nini hapo? Tumeokota. Kivipi kwa mfano? Ni nani huyu anegawa matunda namna hii siku hizi? Nawauliza. Acha bwana. Tuna mali gani tena leo hapa jamani? Vitu vya wizi. Tamu. Ongeleni vijana. Baba Neema, unawachochea watoto kuwa wezi. Fatuma bwana. Watu wengine wajadi sehemu ndogo ya mazao yao kama hii bwana. Hivi vitu vidogo tu. Nafanya kazi kwa bidii kuleta chakula kwenye familia yangu kila siku bila kutegemea mtu yoyote. Wakati huo wewe unafurahishwa na kuiba kazi za watu wengine, si ndio? Nadhani mama yenu huyu amepoteza mlango wake mmoja wa fahamu za uthubutu. Uthubutu wangu unaujua vizuri Baba Neema. Kila siku naweka chakula mezani na kuwahudumia hawa watoto. Vijana, hivi ndio ndoa zilivyo. Mara zote mke anapenda kuchukua tu furaha ya mumewe.
Ndoa ni raha. Embo, kula tunda basi kwanza upumzike. Hebu nipishe huko. Ndoa ndio laana unataka kumpatia binti yetu ili akataabike kama mimi mama yake, si ndio? Nyamaza. Mtoto anataka elimu ili aje kuwa mtu fulani baadaye, sio kuolewa na mtu asiyefanya chochote kama wewe. Nyamaza wewe. Basi, yaishi. Tuendeleze mambo yetu kwa amani. Nikusaidie kufanya nini mama? Nenda kamuogeshe mtoto. Maliza uje ufanye moto wake vizuri hapa. Mama. Mama. Nini bwana? Mami, siwezi kuolewa na Cleopas. Utafanya kama ulivyoambiwa ufanye, umesikia? Nenda kamuogeshe mtoto huko. Neema. Uko sawa? Neema, Niko sawa. Sihitaji msaada wako. Wewe mwenyewe ndio uliniambia kwamba nisipate wengine mzigo wa matatizo yangu. usirudie tena kuongea na mimi namna hiyo. Tena usije ukathubutu. Neema, uko sawa kweli? Niache! Sihitaji msaada wako. Fatuma, Senyinge,
Jamani, siku nyingi. Kila siku nasema nakuja kukuona, nakosa muda, kazi nazo zimekuwa nyingi sana. Wala hata usijali rafiki yangu. Maanake hata mimi mwenyewe pia nimekuwa na kazi nyingi kweli za kufanya. Lakini hongera, naona kazi nzuri kweli kweli. Asante. Kwa kweli mimi na Neema tumefanya kazi kwa bidii sana mwaka huu. Neema ni binti mwerevu. Una bahati. Yuko imara na ni mpambanaji sana. Nilikutana naye tukazungumza kidogo. Naona kwa upande wake kuna shida kidogo. Nadhani ni mambo ya shule. Senyinge, kila mmoja wetu ana matatizo yake ya kupambana nayo. Mimi ndio mwenye wajibu wa kuilea familia yangu na ninahitaji sana msaada wa Neema. Hata mimi pia natamani ningefanya bila yeye, lakini siwezi. Lakini sio lazima uyabebe yote peke yako. Unaonaje kama ukaja kwenye kikao? Unamaanisha kikundi cha wakina mama? Ndio, hicho. Ni pendekezo zuri. Asante, lakini sasa mwanzo sina chochote cha kuchangia. Hiyo isiwe sababu. Katika bonde hili hakuna mwenye mazao kama ya kwako. Na wanakijiji wote wanalifahamu hilo. Haya, na vipi kuhusu huyo Manyusi? Manyusi ana nini? Haelewi chochote. Wacha mimi niende. Lakini niahidi kitu kimoja rafiki yangu. Utafikiria. Nimefurahi kukuona rafiki yangu. Uje. Mama mwenyewe. Naomba kama kawaida. Bwana Chongo. Naona umewahi. Fresh. Naomba tatu. Umefuata nini? Unamaanisha nini sasa? Kila siku wanakuja hapa jamani. Nilijua umenielewa. Shena bwana. Acha hizo. Hiyo unafanya sio sawa. Mimi na wewe tuna vitu vingi vizuri. Mazuri kwako labda. Sikiliza. Mambo yangu yatakuwa mazuri muda so mrefu. Huu ugumu tunaopitia kwa sababu tuko kwenye kipindi cha mpito. Tunasubiria mavuno. Hizo ni sababu tu. Shina tafadhali Shina. Kwa hiyo kwangu ni kama binti mfalme. Haujawahi kuishi maisha mazuri kama ulivyokutana na mimi Shina. Yule bwana Ni mwanamume anayelipa. Sio kama wewe. Shina, subiri Shina. Wewe ndo mwangaza wangu. Na kuhitaji mimi. Shina, nenda kukusaidia. Kweli tena. Kuna wanaume wengi sana hapa duniani. Kama umeshindwa kuwekeza kwangu, basi na mimi nimeshindwa kuwekeza kwako. Kuna kitu chochote mnakihitaji wa bwana? Neema mwanangu. Njoo mara moja. Njoo nitatulie tatizo kwanza. Tafadhali. Umeona mwanangu? Zipo 6 hizi. Na kila moja 420,000. Sasa zikiwa zote 6 hizo ni kwa shilingi ngapi? Sana milioni 2.5. Milioni 2.5? Haya mwenzetu, tumefurahishwa na nini? Na thamani ya ahadi yao mke wangu. Ahadi ya kina nani? Kina Mbao. Thamani ya ahadi yao katika mahali ya Neema. Milioni 2.5 mke wangu tumeula. Niliwaambia ng'ombe 6. Ng'ombe 6 Unataka sana pesa za haraka. Muda ndio huu Fatuma. Kila mtu atajua ni kiasi gani cha pesa tutakwenda kukipata mke wangu. Manyusi, si unajua kabisa huyu bado ni mtoto. Fatuma. Yupo katika umri sawa sawa na wako wakati mimi nakuoa. Si unajua kabisa mimi ndiye anayemsaidia kazi hapa nyumbani. Sasa ina maana kabla tujamsaidia anakuwa anakusaidia kazi. Bye baba. Bye mama, baadaye.
Unataka nini? Shina, nafikiri sasa umefika wakati wa kusuluhisha matatizo yetu, na hii itakuwa ushindi kwangu na kwako au wasemaje? Kwa hiyo utanilipia ada? Unastahili elimu bora na mimi nakustahili wewe. Shina, vipi tena? Maneno mengi umaliza vitendo. Shina, kuna mambo madogo tunayoweka sawa. Nitakuwa na hizo pesa baada ya siku chache tu, nakwambia, na utaenda huko shule. Nasubiri, unajua pipa kunipata. Alafu na afya. Wakina mama, habari za asubuhi? Salama za asubuhi. Nitakuja baadaye. Haya, za kwako mzima. Asante sana. Fatuma, karibu, njoo. Asante. Rafiki yangu, wadudu wameharibu mazao yangu kwa siku 2. Nina wasiwasi wa kupoteza kila kitu. Nahitaji fedha za kutosha kwa ajili ya kupulizia dawa. Sawa, ngoja tuangalie jinsi gani ambavyo tutaweza kusaidia. Karibu. Nataka ni kutambulishe kwa wakina mama. Sawa? Wakina mama jamani, wakina mama. Rafiki yetu mpendwa Fatuma amepata matatizo. Ana shida ya pesa. Lakini sisi sote hapa tunajua kabisa Fatuma ana mazao bora. Na thamani yake pia tunaijua. Sasa nilikuwa na pendekezo kidogo. Makusanyo yetu tuliyoyapata tumpatie, akishauza mazao yake ya kwanza ataturudishia. Lakini mwenyekiti, wadudu ni tatizo letu sote. Ndio. Na kwa nini tumpatie kibali tulipata kwa shida, kumpa mtu ambaye hawezi kuchangia hata senti moja? Wakina mama jamani, wakina mama, tusijisahau kwa nini tuko hapa. Sisi ni wanakikundi. Mama Priska, unakumbuka siku ya kwanza ulipojiunga na hichi kikundi? Mtoto wako alikuwa anaumwa mahututi. Ulikuja na kikundi kikakukopesha pesa. Na hizo pesa ndizo ambazo zimekusaidia na mtoto wako leo hii ni mzima. Akina mama wenzangu, naomba mnisamee. Najua wote tunajitahidi, kwa hiyo sitaki niwe mzigo kwenu. Hapana Fatuma, subiri. Fatuma amekuja kwetu akiwa na shida. Kwanza tumpongeze kwa ujasiri. Ni ukweli. Pia kuwa na mkulima mwenye ujuzi kama Fatuma itatuongezea faida kubwa kwenye kikundi chetu. Mnasemaje jamani? Wote huko? Apewe. Tumpatie, tumsaidie mwenzetu, sio? Apewe. Fatuma, hongera sana. Neema, kila kitu kipo sawa? Na vingi vya kusoma mwalimu. Kwani utajali kama nitaendelea kubaki kidogo? Nimekuwa nikipitia matokeo yako kiujumla. Kwa bahati mbaya, mambo hayajakaa vizuri kwa upande wako Neema. Nilihitaji kuongea na wewe kuhusu hili kwa muda mrefu lakini sikupata nafasi. Kwa kawaida mitaala huwa hairuhusu mwanafunzi aliyefeli kuendelea. Sitaweza kuendelea. Lakini mwalimu, nilikuwa nikifanya kazi shambani kwa kipindi ambacho nilikuwa nakosa kuja shule. Samahani Neema, sina la kufanya. Uwezo wangu umeishia hapa. Inakubidi upasi vizuri kwenye mitihani yako ya mwisho ili uweze kuendelea mbele. Vinginevyo, hutaweza kuendelea na utarudia darasa. Nitafanya kila kitakachowezekana. Ulishawahi kuongea na wazazi? Majaribu,
Haya, tia bidii. Nimekwisha. Hapana. Kweli nimefeli mtihani na Mwalimu Rose ameniambia lazima nirudie darasa au niache shule. Imekuwaje? Maana ulikuwa unafanya vizuri sana. Sasa hivi siwezi tena kumzuia babangu kunioza. Nitaishia kuwa kama mama yangu, fanya kazi bila malipo na mume ambaye anijali kabisa. Haiwezi kuwa hivyo hata siku moja, Neema. Unajua siku zote hakuna msiba usiokuwa na mwenyewe. Neema, nafikiria tuondoke wote mjini. Nina mjomba wangu kwa anaweza kutusaidia. Siwezi kutelekeza familia yangu wali. Hata wao walishakutelekeza muda mrefu, Neema. Tafadhali, naomba ufikirie kuja na mimi. Ningependa sana. Sana. Basi unifikirie. Sasa bwana. Ndio bwana. Hebu kwanza tuliongelee kwanza hili swala ndugu yangu. Hebu niambie, ni siku gani hasa hili swala itakamilika ndugu yangu? Yaani bwana, kuna baadhi ya vitu lazima vifanyike kwanza kabla ya ng'ombe kuletwa. Ndio. Si umeelewa? Ndio. Lazima tufuate taratibu zote zinazotokana na tamaduni, hatua kwa hatua. Sasa bwana, si mnipatie pesa tu bwana. Pesa? Unipatie pesa tu badala ya ng'ombe hao. Mimi nimeshapiga hesabu unajua. Hebu tufanye mambo yanayokwenda na wakati ndugu yangu bwana. Mimi nitapokea pesa taslim badala ya ng'ombe. Si unajua tena fimbo ya mbali. Bwana, kwa hili bwana, mzee Mbao bwana hatoridhika nalo. Hasa kutokana na kupendekeza wazo la pesa. Tufuate utamaduni bwana. Fatuma. Abe. Tuongeze pombe tafadhali. Sikiliza bwana. Pesa bwana ndio njia ya uhakika, ya haraka, fanisi na ya kuaminika. Wewe unajua unachotoa na mimi najua ninachopokea. Hapana. Ndugu yangu, hebu nisikilize. Mwenzako bwana, mimi nimekwama bwana. Nipo katika hali tete hapa nilipo. Nahitaji pesa kweli. Na suluhu nzuri iliyokuwa baki ndio hii tu basi. Suluhu bwana ni ng'ombe. Na tukiendelea kusubiri binti yako atanawili. Si umeelewa? Mimi bwana, kwa kweli mimi naridhia kupokea pesa tu. Nikwambie kitu bwana Manyusi. Sisi tuendelee kunywa kama marafiki. Usijali rafiki yangu. Hii ipo. Tena ya uhakika. Umefanikiwa kuondoa wadudu katika mazao yako kabla hayajaharibika. Na wewe unapata magunia mangapi katika kila heka? 8 mpaka 9 hivi. Safari hii rafiki yangu, magunia 15 kwa ekari moja. Bwana, usinifanye mimi nikawa na matumaini kupita kiasi. Hapana, ni kweli. Lakini hivi unaonaje kama mazao yako kachanganya pamoja na ya kikundi? Unajua, kwa pamoja tunakuwa na nguvu kwa madalali. Nitalifikiria. Haya, kweli basi. Kweli Haya. Habari yako bwana Kidevu? Nikusaidie nini? Usiniambie mnataka kitu kwangu. Mimi nadhani labda wewe ndio unaweza kuhitaji kitu changu. Nauza mahindi yangu. Sipendelei vitu vidogo mimi. Namaanisha shamba zima. Sitachukua hata punje. Una maana shamba lote lile? Ndio. Aha. Hebu njoo. Ndio. Ningependa kwenda kuliona. Maana linaweza lisiwe na thamani, alafu mimi nikakulipa pesa nyingi kwa mahindi yenye mabunzi madogo.
Yaani shamba langu mkuu, nikwambie, lina mabunzi manene. Hata uende bonde lote huwezi kukuta shamba kama langu. Watu wote wananionea gere. Sawa, nitakuja kuona baada ya muda kidogo. Lakini nadhani si nilimwona mkeo pale. Tena ingekuwa vizuri sana utakapokuja pale asiwepo. Uje mida jioni hivi. Mimi nitakuwa pale na kusubiri. Sawa. Nitakuja. Habari yako mke wangu? Nzuri. Ndio. Umeona jinsi tulivyo na mazao mazuri msimu huu? Naona juhudi zako zinaonekana. Hongera. Na zinalipa pia eti. Alafu nisisahau, Senyingi alikuwa hapa leo. Fanya nini? Nataka tu nianze kujiandaa kwa mauzo. Yaani sasa unataka kuhesabu vifaranga wakati hata mayai yajitotolewa jamani? Hamna, ni kwa sababu tu anafikiri nitavuna maradufu msimu huu. Inamaanisha nini? Kwamba tunaweza tukapata gunia 15 kwa heka au hata zaidi kama tukibahatika. Sasa mimi nilikuwa naondoka hivi. Twende basi. Mimi nadhani wewe tangulia. Acha niendelee kufurahisha macho yangu hapa kidogo. Maki shamba limependeza sana. Basi mimi ngoja nitangulie. Sawa. Utanikuta. Una haja kupiga kelele bwana kama hivyo. Manyusi vipi? Salama? Salama bwana. Nataka kijiji kizima kijue. Umeona mzigo? Sidhani kama una ubora wa kutosha. Hapa tunaweza kupata gunia 25 kwenye kila eka moja. Nani amekwambia hivyo? Wamesema wataalamu wenyewe. Mimi mwenyewe ni mtaalamu. Nadhani hapa kiasi cha mwisho nitakachoweza kupata gunia 25 tu. Basi, sio zaidi. Hapana bwana, hapana kidevu. Labda ufanye mara 2 yake. Ujinga huu. Unajidanganya mwenyewe. Unajua mimi hapa nawaza kama nitatengeneza faida kidogo. Ngoja basi, ngoja bwana, ngoja. Sasa unanipa bei gani? Si mzuri kuliko zote nilizowahi kuwa nazo. Utanipa kiasi gani sasa? Hii hapa. Ya nini? Kwa hilo. Shamba lote. Lakini hiyo sio bei. Mimi nahitaji pesa. Nilikwambia nitapoteza tu muda wangu. Ngoja bwana, subiri bwana. Ngoja basi. Subiri. Wewe vipi bwana? Unataka nikuue? Hapana. Wewe unataka kuniua mimi kwa hiyo unataka kunipatia hiko. Toka hapo. Kidevu msilangu. Nisaidie bwana. Mimi nina shida na hela ndugu yako. Naomba unisaidie basi. Sikiliza, iko hivi. Nitakupa hii simu. Lakini sitaki simu. Kila mtu anahitaji simu Manyusi. Tena ukiweza kuitumia vizuri hii kitu hii, itakutengenezea pesa. Sasa unamaanisha nini? Usipoteze muda. Subiri kwanza basi. Subiri bwana. Subiri tafadhali, subiri bwana. Utanipa shilingi ngapi sasa? Sawa. Nitakupatia 1,000,000 na hii simu.
na nitachukua sehemu kubwa ya mazao. Fanya basi hata milioni 2. Hatuwezi kuendelea kujadiliana bei. Bei ya mwisho ndio hiyo. Unataka hutaki? Sawa. Hiyo simu iko vizuri. Tena humu ndani unaweza kukuta yale mambo yetu ya ujanja. Sawa, nipe Zoe. Yeah. Chakula chote kimemwagika. Ndio namba mpira wangu. Hey, sikupi mpira. Ndio namba mpira wangu. Sikupi mpira. Mchie. Hebu acheni. Mama, nimekumbuka kitu. Nimekumbuka. Mama, Neema amefeli katika mtihani wake. Mwalimu amesema anataka kumfukuza Neema shule. Ni kweli? Ya kweli haya Neema? Mwalimu mmoja amesema nitarudia darasa. Kwa kufeli mtihani mmoja tu? Mama, matokeo yangu yanazidi kuwa mabaya. Lakini mimi sinajua kwamba unaongoza darasani kwenu Neema. Hivi mama anazaje kufanya vyote peke yangu Kazi za shambani, kazi za shuleni, bado kazi za nyumbani. Mimi huyo. Na wakati ukweli ni kwamba hao wajinga wawili ndio inabidi baki nyumbani kufanya kumwangalia mtoto na kufanya kazi huku mimi naenda shule. Kamalizie kupika. Labda itakuwa rahisi kwako na kwa wengine kama utaniweza kwenda kupikia Cleopas. Neema. Unajua kabisa mimi siwezi kukuuza mwanangu. Lakini mama, haufanyi chochote kulizuia hili. Neema mwanangu, hili swala lina utata. Lakini labda siku moja utaelewa. Kama nimeshindwa kuelewa mpaka sasa, na naomba kwa Mungu nisije kulielewa hili kamwe. Hebu punguza gugu mwanamke. Mbona nimerudi nyumbani bado ufurahie? Unaleta maneno. Mambo gani hayo? Neema. Njoo. Unafanya nini hapa saa hizi? Nimekuja kukuambia kuwa naondoka. Unaondoka? Unamaanisha nini? Nenda mjini, nimeamua hivyo. Na nitaondoka Jumatano. Hapana. Lakini huwezi kuniacha hapa mwenyewe ati. Siwezi kukuacha Neema. Nakuomba tuondoke wote. Una uhakika hiki ndo unachokitaka? Sijui kutaka kitu kingine chochote zaidi ya hiki. Lakini bado naogopa. Usiogope. Siku zote ni jasiri. Alafu mjini sio mbali. Unaweza kurudi tena hapa kama ukipenda. Neema. Usiku mwema. Hii mifuko inahifadhi mahindi kwa muda mrefu zaidi. Yaani ni kama hakuna kinachopotea. Na inafanya mahindi yanakuwa makavu. Naogopa manake unajua mimi ndo mwenye makosa. Kuna mtu nilikuwa nataka nikutambulishe, huyu amekuja. Twende. Unajua huyu bwana anatumia simu ya mkononi kupata bei za kisasa ya mazao aina zote.
Naomba kukuuliza, unatarajia kuvuna magunia mangapi msimu huu? Natarajia kama gunia 45. 45? Bei iliyopendekezwa kutoka shambani ni shilingi 70,000. Lakini kama utajumuisha na mahindi ya kikundi, nitakupa shilingi 75,000. Gunia 45 utapata 3,375,000. Asante sana rafiki. Kazi yote ni kwako mwenyewe. Asante. Twende. Tunatarajia masomo ya muhula huu mpya yaanze Jumanne ijayo. Natumaini mlipata wasaa wa kutembelea mkono mazingira ya shule yetu. Hapana, mimi sijapata, ila ningependa zaidi kufanya hivyo. Sawa. Sasa wakati mimi napokea ada yako hapa na kuweka mambo sawa, nitatafuta Cuthbert. Naam. Huyu ni Shina. Naomba nisaidie kumwonyesha mazingira yetu ya shuleni. Sawa, hamna shida. Karibu Shina. Asante. Karibu sana. Na umefanikiwa kujiunga na sisi? Shina jamani. Kwa kuanzia Jumanne utakuwa na sisi. Hii ndio maktaba yetu. Usiwe na shaka. Binti yetu iko katika mikono salama. Ingia basi tondoke. Leo acha mimi nibaki. Ndio unamaanisha nini? Na mambo mengi ya kufanya kabla ya masomo. Mbona sikuelewi? Usijali Manyusi. Nitakujulisha pindi nitakaporudi nyumbani. Shina. Ni maana nimekuja kukulipia ada ili uniache? Hapana. Huu sio mwisho Manyusi. Fanya kama ni uwekezaji tu. Mwenzetu, ulikuwa wapi siku nzima leo? Hiyo ni nyama? Ndio. Tunasherehekea leo usiku. Na nyama? Tunaweza kupika nyama sisi humu ndani? Hiyo sherehe inahusu nini? Mavuno. Siku njema zijazo. Ala. Lakini bado hatujavuna Fatuma. Mama, hiyo si nyama unaisi? Ndio mwanangu. Hebu waite wadogo zako alafu uandae na vyombo, chakula tayari hiki. Baraka. Baba Neema, uko sawa kweli leo? Nini kimekutokea? Haikuhusu. Hebu niambie kwanza. Hiyo sherehe inahusu nini hasa? Kuna msambazaji nimempata. Amesema atatupatia 75,000 kwa kila gunia moja la mahindi. Na Senyenge alikadiria kwamba tutavuna gunia 45 msimu huu. Kwa hiyo ndio inamaanisha nini sasa? Mume wangu, hiyo ni zaidi ya milioni 3 tutakayoipata msimu huu.
Mbona nasikia harufu ya nyama? Mama, ndio umepika nyama? Baba Neema, kula. Hivi wewe leo uko sawa kweli? Ndio, nipo sawa tu. Au hujafurahi? Unajua hizi ni pesa nyingi kuliko tulizowahi kupata hapo awali. Kwa kweli umenishangaza sana. Imekuwaje safari hiyo ndio umetafuta wasambazaji? Kwa hiyo hilo limekuogopesha? Sasa hayo si majukumu yangu mimi? Hivi hebu nieleweshe kwanza. Yaani mimi nifanye kazi za shamba kila siku za mwezi, halafu mwisho wa siku wewe ndio ukubaliane bei na kupanga matumizi ya pesa, si ndio? Halafu hebu kwanza niambie hizo pesa unataka kuzifanyia nini Manyusi? Wewe leo umepatwa na nini? Mbona sikuelewi? Mimi ndo nakushangaa wewe, yaani kwa nini wewe habari hizi sio njema kwako? Habari njema, ni njema. Kwa pesa hizi tunaweza kuilisha familia, tukalipa ada na kununua vifaa vya shamba, na bado ikabaki 1,000,000 ya kuwekeza kwa ajili ya baadaye. Na hata Neema sasa akabaki akaendelea kumaliza elimu yake. Hivi unafikiri wewe ni nani mpaka ufanye maamuzi kama vile wewe ndio kiongozi wa hii nyumba? Mimi ni mke wako na mama watoto wako, na unanitegemea kila siku Manyusi. Wewe kumbuka, nimelipa mahari kwa baba yako. Unaniambiaje Manyusi? Umeniambiaje mimi ukaninunua kwa kiasi gani? Ng'ombe 6 eh? Sikiliza nikwambie, mimi sio mtumwa wako. Kwa taarifa yako, mimi sio mtumwa wako, umenielewa? Mwanaume gani wewe? Nikufanyie nini uridhike? We baba Neema, kuleni wanangu. Hii ndio nilikuwa naifikiria. Mwanangu, sitaki uje kuishi maisha kama haya. Najua unaelewa na maanisha nini, kwa hiyo nakubidi upambane. Ni nini hicho? Ni ndege? Inatokea huku ndani. Ni simu ya nani? Hata sijui. Nipokee? Hebu pokea. Halo? Baba hayupo. Sawa, nitamwambia akirudi. Alikuwa nani huyo? Kidevu. Kidevu? Anasemaje? Amesema hivi nimwambie baba. Anakuja kesho.
Vipi? Kila kitu kipo sawa? Babako hajarudi mpaka saa hizi. Hamna, mimi na hakika atakuwa ipo salama. Hakuna ambacho kimemkuta. Mwache tu yamkute. Bwana, hiyo si sawa. Unaenda wapi? Naenda sokoni. Mama. Uko sawa kwani mwanangu? Niko sawa mama. Niko nataka nikwambie nakupenda. Nakupenda pia kipenzi changu. Haya, jamani twende. Kwa hiyo ndo hivyo, wewe tegemea kila kitu kitaenda sawa, utafurahi mwenyewe. Anyusi, naona umefunga haraka Shena. Shena, huyu mzee nani? Mimi ni mpumbavu. Anyusi, hebu ngoja basi nikuelezee. Wewe unadhani unaweza ukachukua pesa zangu alafu ukaondoka tu na ukafanya unavyotaka, si ndio Mzee tafadhali. Wewe, hebu nyamaza. Kwanza wewe ni nani? Shina. Nimewekeza kwako Shina, lazima unipe malipo. Siwezi nikakupa pesa nyingi kama vile Shina. Sikiliza. Vipi? Kwani unamshika? Unamfahamu? Wewe unanishika mimi, unanishika mimi. Tupigane sasa mizani hapa. Uko sawa? Mzee mshaku anakwambia. Toa sasa. Unasemaje? Nakuumiza mimi nakwambia. Unasemaje? Toa sasa. Baba. Baba. Baba amka. Baba. Amka baba. Vipi unajisikiaje? Uko sawa? Neema. Nimepatwa na nini? Tulia. Kila kitu kipo sawa. Endelea kupumzika. Ni sawa. Niko wapi? Tupo hospitali.
daktari? Ni sawa, kila kitu kipo sawa. Endelea kupumzika. Karibu chakula. Fatuma. Bembea 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 bembea, nyamaza baba, tulia ukilia waniliza bembea bembea bembea. Unakuaje? Unawezaje kuyafanya yote haya? Unawezaje kuwa jasiri kiasi hiko mwanangu? Wakati mwingine lazima mtu awe hivyo. Lakini itakuwa vizuri kama wote tutasaidiana kwa pamoja. Kweli mwanangu. Ni kweli. Hivi ni nani amefanya hivi? Baba alimuuzia kidevu. Ingia. Ongea. Mume wangu alifanya biashara na wewe. Ninaweza kuijua kwa kina? Je, hilo linakuhusu hata kidogo? Unajua linanihusu sana kidevu. Mume wangu ni kichwa cha familia. Chochote tunachopanda na kuvuna ni kwa ajili ya familia yote. Kwa hiyo ni lazima nijue maamuzi yanayoathiri familia yangu. Basi hilo inabidi aongee na wewe na akwambie maamuzi aliyoyafanya. Mimi ndiye niliyepanda yale mahindi shambani. Kwa mikono yangu hii na kwa msaada wa binti yangu Neema. Mikono yetu hii ndio iliyoleta yale mavuno. Hongera. Umekuja kuchukua zawadi? Nimekuja kuchukua haki yangu. Sasa kila kitu kilikuwa sawa. Tulikubaliana. Ulimpatia simu? Mimi nafanya biashara na watu wengi. Sasa mimi nitakumbukaje kila kitu cha biashara kadogo wewe mwanamke? Hiyo imekushapita. Endelea na maisha yako. Lakini sisi hatuwezi kuendelea na maisha yetu kidevu. Hatuwezi. Mume wangu ameuza kila kitu. Hatuna chakula, hatuna pesa. Tena kwa kupata malipo ya simu. Simu kama malipo ya jitihada zangu za miezi kadhaa, kweli? Nimempa zaidi ya simu. Zaidi ya simu? Umempa nini kingine? Wewe inakuhusu, haikuhusu. Mume wako alikubali nilichompatia. Sasa huu ni msiba wake. Uko sawa, ni msiba ndio. Lakini sio msiba wa mume wangu. Huu ni msiba wa familia yote. Wewe na mume wangu mmeiangamiza familia yangu. Sikufanya hivyo. Sikufanya hivyo kabisa. Angalia. Nini? Angalia. Hiyo ndio bei ya mahindi leo. Nini sasa hiyo? Hiyo ndio nini? Mnakuja bila hodi? Tumekuja kumsaidia dada yetu. Huu ni uvamizi. Mnataka kuniibia, sio? Kidevu wewe ni mwizi. Sio tunajua thamani ya mazao ya Fatuma. Yale yalikuwa mazao ya Manyusi. Hayakuwa ya Manyusi. Manyusi hajafanya chochote kile kuyahudumia. Labda ardhi ndio inaweza kuwa yake kisheria, lakini mimi ndio mwenye haki na mavuno yale. Na sote tuna haki na mazao ya Fatuma. Kwa sababu yalikuwa yachanganywa pamoja na ya kikundi.
Kwa hiyo mnataka nini? Ninachotaka ni uhakika wa chakula kwa ajili ya familia yangu, hilo tu. Kwa hiyo ninahitaji gunia 6 za kunisogeza mpaka mwakani. Gunia 6? Kwanza ulichokifanya ni kinyume kabisa cha sheria. Kidevu, kama ukitaka tunaweza kukupeleka mbele. Sawa. Habari yako Fatuma? Nzuri. Sasa unafanya kazi mke wangu? Naomba tuongee kidogo. Nimechoka mimi. Fatuma. Naomba unisamehe kwa yote nilokufanyia mpenzi wangu. Sikukuona wewe na jitihada zako zote. Nimekandamiza kipaji chako mimi. Na kwa hilo ndo nimeua kila upenyo wa mafanikio yetu. Fatuma, kiukweli nakwambia, kiukweli kutoka ndani ya moyo wangu, wewe ndo kila kitu kwangu. Haki ya Mungu. Familia hii tulikuwa nayo mke wangu ndo maisha yangu mimi. Bila nyinyi mimi ni sawasawa na mfu tu Fatuma. Naomba unisamehe. Nipe nafasi ya pili. Nisamehe mke wangu. Kama umepata 15, umejitahidi sana. Na kama umepata 18 na kuendelea, umefanya vizuri sana. Kuna yote aliyepata zaidi ya 18? Yeyote aliyepata zaidi ya 18? Nimeshangaa sana Neema. Hongera. Jitihada zako zimeonekana. Hongera mwanangu. Sirudi tena darasa. Nenda ndani. Habari wazee? Nzuri. Hamjambo hapa? Hatujambo. Ndio tumekuja kumwona Bwana Manyusi. Leo mtaongea na mimi. Ndio hivyo. Imekuwaje tena? Hakuna shida mzee, tutulie. Unajua kuna makosa yamefanyika hapa. Kwa hiyo naomba niwaombe radhi kwa sintofahamu yoyote kati ya familia yenu na mume wangu. Binti yangu sio wa kuuzwa. Shakuwa kituko. Bwana Manyusi, imekuwaje? Mbona unanifanya hivi lakini? Ndugu yangu sikiliza kidogo bwana. Unajua Fatuma ndio mama yake Neema, si ndio? Kwa hiyo kile anachokisema mimi namuunga mkono moja kwa moja. Halafu isitoshe binti yangu bado mdogo sana yule. Siku moja atakuja kuwa mtu mzima kiasi cha kufanya maamuzi yake yeye mwenyewe. Lakini kwa sasa bado ndugu zangu. Kwa hiyo mshafanya maamuzi, sio? Waungwana. Na hofia itabidi niwaombe muondoke. Ondokeni. Basi twende. Twende. Mbona kumekuwa kuna matatizo? Hakuna matatizo.
baba. Mwahi kurudi eh? Sisi tunaenda. Sawa. Niambie. Tunaanzia hapa. Ndiyo mume wangu. Sawa, twende.